Sasa leo nitakuonyesha njia ama namna 5 ambao unaweza kutumia chumvi ya mawe ili kuweza kufanikiwa kwenye kila unalolifanya. Inawezekana biashara yako imesimama, kazi zako zimesimama, mahusiano yako yamesimama, kila unalolifanya kwenye maisha yako halifanikiwi. Leo nitakuonyesha ni namna gani 5 ambao unaweza kutumia chumvi ya mawe ili kuweza kufanikiwa kwenye kila jambo unalolifanya. Sasa napokwenda kuelekeza njia hizi, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. Njia ya kwanza, unaweza ukatumia chumvi ya mawe ili kuweza kufanikiwa kwenye biashara ama kwenye kazi unayoifanya. Yawezekana kwenye biashara yako pale unapitia changamoto nyingi. Unaweka pesa zinapotea, unauza sana, lakini baadaye unapokuja kufanya mahesabu unakuta hesabu zimepungua. Ama kuna muda watu wanaweza kana kuja kuulizia wengi sana, lakini hawanunui kile kitu unachokiuza. Utafanyaje sasa ili kuweza kufanikiwa kwenye hiyo biashara? Utafanya hivi: utaamka saa 8 kamili usiku, utashika Biblia yako kwenye mkono wako wa kulia na chumvi yako ya mawe kwenye mkono wako wa kushoto, na kwenye Biblia yako utafungua kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 28 na ule mstari wa 12. Alafu utachukua kifungu kile utakisoma juu ya ile chumvi mara 3 kwa kurudia rudia. Yaani utasoma mara ya kwanza, utakapomaliza mara ya pili, afu mara ya tatu. Utakapomaliza kufanya hivyo, utatamka maneno haya, utasema: Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kuanzia siku ya leo nitakapokwenda kutumia chumvi hii, Mungu ninaomba kuanzia sasa biashara yangu ikabarikiwe, kazi zangu zikabarikiwe, kila nguvu ya giza iliyojificha kwenye kazi yangu, kila nguvu ya giza iliyojificha kwenye biashara yangu, nitakapokwenda kutumia chumvi hii ya mawe, ninaomba kuanzia siku ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwenye biashara yangu nikaone mabadiliko, kwenye kazi zangu nikaone mabadiliko. Nitakapotumia chumvi hii ya mawe, biashara yangu ikafunguke, lolote linalolifanya likafunguke kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Utakapomaliza kufanya maelekezo hayo, utakwenda kulala kama kawaida, lakini asubuhi utakapoamka, utakapoenda kwenye eneo lako la kazi ama pale kazini kwako au kwenye ile biashara yako, utachukua chumvi ile ya mawe na utanyunyizia kwenye lile eneo lako la biashara, utanyunyizia kwenye lile eneo lako la kazi, na nakuhakikishia utakapofanya hivyo utapata kibali cha ajabu sana. Utauza sana, biashara yako itapata kibali sana, lakini pia kazi yako itapata kibali cha ajabu. Lakini pia njia ya pili ambayo unaweza kutumia chumvi ya mawe ili kuweza kufanikiwa, chumvi ya mawe inaweza kutumika ili kufungua malango yaliyofungwa kwenye maisha yako kwa muda mrefu. Kama kwenye maisha yako malango ya uchumi yamefungwa, malango ya ndoa yamefungwa, malango ya mafanikio yamefungwa, kila lolote unalojaribu kufanya kwenye maisha yako haliendi mbele, halisogei mbele, hii inaweza kawa kuna malango kwenye maisha yako yamefungwa, kuna milango kwenye maisha yako ambayo imefungwa. Sasa milango hii iliyofungwa unaweza kutumia chumvi ya mawe ili kuweza kuifungua. Utafanyaje sasa? Utafanya hivi: utaamka saa 9 kamili usiku na utashika Biblia kwenye mkono wako wa kulia na chumvi yako kwenye mkono wako wa kushoto. Lakini kwenye mkono wako wa kulia utafungua Biblia yako kwenye ile kitabu cha Mithali ile sura 3 ule mstari wa 5 mpaka ule wa 6. Utachukua Biblia yako na utasomea mstari huo kwenye ile chumvi mara 3 mfululizo. Utasoma mara ya kwanza, mara ya pili, alafu mara 3. Na utakapomaliza utatamka maneno haya, utasema: Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, siku leo nitakapokwenda kutumia chumvi hii, ninaomba kuanzia sasa kila milango iliyofungwa kwenye maisha yangu, ninaomba ikafunguke kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila milango iliyofungwa kwenye biashara yangu, milango iliyofungwa kwenye kazi zangu, milango iliyofungwa kwenye uchumi wangu, Baba, nitakapokwenda kutumia chumvi hii, Baba, milango hiyo ikafunguke kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Utakapomaliza kufanya maombi hayo, asubuhi utakapokucha, utachukua chumvi ile na utakwenda kuweka kwenye maji yako ya kuoga. Utakapoweka kwenye maji yako ya kuoga, utaoga maji hayo siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, 7. Utafanya kitendo hicho cha imani kwa muda siku 7 mfululizo, na nakuhakikishia utakapofanya hivyo, kila milango iliyokuwa imefungwa kwenye maisha yako itakwenda kufunguka mara moja. Lakini njia 3 ambayo unaweza kutumia chumvi ya mawe, chumvi ya mawe unaweza kutumia ili kuondoa kitu chochote kibaya ambacho kimewekwa kwenye ardhi yako, aidha ni ardhi ya biashara au ardhi ya pale nyumbani unapokaa ama eneo lolote lile. Kama kuna kitu chochote ambacho kimewekwa kwenye ardhi ambacho kinaweza kukudhuru wewe, unaweza kutumia chumvi ya mawe ili kuweza kusafisha. Ninaomba unisikilize. Tunaishi kwenye jamii ambazo zina uchawi mwingi sana. Tunaishi kwenye jamii ambazo watu wanalogana, watu wanatoa kafara kwenye maardhi, watu wanazindika kwenye ardhi, watu kwenye ardhi unaokaa, watu wanachimbia vitu vya ajabu. Unaweza kaa kwenye nyumba umepanga, lakini huwezi kujua baba wa nyumba alifanyaga nini hiyo nyumba. Au unaweza kaa unakaa sehemu fulani umenunua vitu vingi, lakini huwezi kujua wale waliokuwa wanakaa pale mara kwanza walitamka maneno gani juu ya ile ardhi. Kwa unaweza kukuta unashindwa kufanikiwa siku ya leo ni kwa sababu ya ile ardhi ambayo umekalia. Kwa utakachokifanya, utafanya hivi: utaamka saa 9 kamili usiku. Utakapoamka saa 9 kamili usiku, utachukua Biblia yako, utashika kwenye mkono wako wa kulia na chumvi yako ya mawe utashika kwenye mkono wako wa kushoto, na utafungua Biblia yako kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 na ule mstari wa 11. Utasomea kifungu kile kwenye ile chumvi mara 3. Utakapomaliza kufanya hivyo, utaingia kwenye maombi ya matamshi. Utasema hivi: Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaomba kuanzia sasa nitakapokwenda kutumia chumvi hii, chochote kile ambacho kilikuwa kimewekwa kwenye ardhi, inawezekana nashindwa kustawi kwenye ardhi ninayokaa, nashindwa kuzaa kwenye ardhi ninayokaa, kwa sababu kwenye ardhi kuna mapando ya kipepo ambao yamepandwa. Baba, ninaomba kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu, nitakapokwenda
kwenda kutumia chumvi hii, kila mapando yaliyokuwa yamepandwa kwenye ardhi hii Bwana yakaondoke kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Chochote ambacho ni kibaya ambacho kimewekwa kwenye ardhi hii Baba, ninaomba nitakapokwenda kutumia chumvi hii, kitu hicho kikapate kuondoka na kikaniachia kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Baba, nitakapoweka chumvi hii kwenye ardhi, naomba ardhi ikasafishike, ardhi ikawe safi kuanzia sasa. Chochote kile ambacho kibaya kimewekwa kwenye ardhi hii, ninaomba kikapate kuondoka kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Lakini pia njia nne ambayo unaweza kutumia chumvi ya mawe ili kuweza kufanikiwa kwenye ile unalofanya. Chumvi ya mawe inaweza kutumika ili kuleta fursa mpya kwenye maisha yako. Yamkini siku leo unatafuta kazi, unatafuta biashara, au kuna fursa ambayo umekuwa ukipambania kwa muda mrefu, kuna project ambayo umekuwa ukipambania kwa muda mrefu. Kazi hiyo umekuwa uipati, una sifa zote za kupata hiyo kazi, una sifa zote za kupata hiyo project, lakini bado mpaka leo project hiyo unashindwa kufanya, milango imefungwa, haujui uanzie wapi. Chumvi ya mawe inaweza kutumika ili kusolve tatizo hilo. Utakachokifanya, utafanya hivi: utaamka saa 9 kamili usiku, na utakapoamka saa 9 kamili usiku, utashika Biblia yako kwenye mkono wako kulia kama kawaida na chumvi yako ya mawe kwenye mkono wako kushoto. Alafu utafungua kwenye kitabu cha Mithali sura 22 na ule mstari wa 29. Utasomea mstari ule kwenye ile chumvi iliyoshika mara 3. Alafu utatamkia maneno yale kwenye chumvi hiyo, unasema hivi: Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, Baba, chumvi hii nitakapotumia, Baba, naomba nikapate kazi. Naomba milango yangu mipya ya fursa ikafunguke kuanzia sasa. Fursa yote ile ambayo nilikuwa naitafuta kwa muda mrefu na sijaipata. Chochote kile ambacho nilikuwa nakitafuta kwa muda mrefu na sijakipata, Baba, ninaomba nitakapotumia chumvi hii, ninaomba jambo hilo nikalipate kuanzia sasa. Naomba fursa hiyo nikaipate kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Utakapofanya hivyo, asubuhi utakapoamka, utachukua chumvi hiyo, utaweka kwenye maji yako ya kuoga na utaoga. Utafanya kitendo hicho cha imani kwa muda siku 3 mfululizo. Utakapomaliza kufanya hivyo, na kuhakikishia kama kuna kazi uko unatafuta, kama kuna project, kama kuna fursa mpya uko unatafuta kwenye maisha yako, utaipata mara moja. Sasa napokwenda kuonyesha njia ya 5, kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya huwa kwanza kuyapata. Lakini pia njia ya 5, unaweza kutumia chumvi ya mawe ili kuweza kufanikiwa. Unaweza kutumia chumvi ya mawe ili kukabidhi mwezi mpya. Yaani kila unapoanza mwezi mpya, unaweza kutumia chumvi ya mawe ili kukabidhi mwezi ule, ili mwezi ule uwe wa baraka kwako, mafanikio na amani. Kwa sababu ninaomba unisikilize, mwezi una malango. Na maana kuna tarehe ya kwanza mwezi, lakini pia kuna tarehe ya mwisho wa mwezi. Kwa hiyo mwezi mmoja unapokuwa unaisha, unapoenda mwezi mwingine, unaweza kufanya kitendo hichi cha imani, na utakapofanya kitendo hichi cha imani, unaweza kukabidhi mwezi unaokuja wote, na mwezi huo ukawa ni wa baraka na mafanikio kwako kwa kutumia chumvi ya mawe. Utakachokifanya, utafanya hivi: utaamka saa 6 kamili usiku. Sasa hii unafanya saa 6 kamili usiku, yani pale unapoingia mwezi mpya, unasimama kwenye malango yale ya mwezi mpya. Unachukua chumvi yako, unashika kwenye mkono wako kushoto, na unashika Biblia yako kwenye mkono wako kulia, kwenye kile kitabu cha Mithali sura 16 na ule mstari wa 3, unatamka juu ya chumvi hile mara 3. Utakapomaliza kufanya hivyo, unaingia kwenye maombi ya kutamka, unasema hivi: Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai, Mungu wa mbinguni, na ukabidhi mwezi huu kuanzia sasa. Natumia chumvi hii kama point of contact kuanzia sasa. Kila mikosi iliyoandaliwa kwenye mwezi unaokuja, mabalaa yaliyoandaliwa kwenye mwezi unaokuja juu ya maisha yangu mimi, hayatanipata kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Utakapofanya hivyo, asubuhi yake sasa, kabla hujaenda kazini au hujaenda kwenye shughuli zako za kawaida, utachukua chumvi ile na utaweka kwenye maji yako kuoga, utaoga. Ndio hicho cha imani utakifanya mara moja tu. Narudia tena, mara moja tu ya siku hiyo ya kwanza ya mwanzo wa mwezi. Na utakapofanya hivyo, na kuhakikishia mwezi wako utakuwa ni wa amani, baraka na mafanikio. Sasa muda huu, kama uko na chumvi ya mawe pale ulipo, unaweza kaishika kwa mkono wako kulia. Nataka niombee chumvi hiyo. Baba, kwa mamlaka ya jina Yesu, ninaibariki chumvi hiyo kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina Yesu. Mungu, chumvi hiyo itakapotumika, ninaomba mafanikio yakambatane pamoja nao kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina Yesu. Naomba baraka zako zikambatane pamoja nao. Chochote ambacho kimewekwa kwenye ardhi zao, Mungu, ninaomba kuanzia sasa kikaondoke na kuachia kuanzia siku ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Baba, ninatamka kuanzia sasa, chumvi pokea upako kuanzia siku ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Chumvi hii ambayo nimeiombea hapo pia unaweza kutumia kwenye hayo matumizi yote ambayo nimekwambia siku ya leo. Kwenye hayo maelekezo yote ambayo nimekwambia, unaweza kuchukua chumvi hiyo ambayo nimeiombea kwa maombi haya ukaitumia kwenye hayo mambo yote. Kama umebarikiwa sana, umejifunza kitu, niandikie pale kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu. Lakini pia kama una shida binafsi, unaweza kutafuta kupitia namba zetu za simu ambazo zinaonekana upande wako wa kulia chini ya screen yako. Tupigie simu, usitume message. Lakini pia kuna kitabu hichi kipya kinaitwa Ndoto na Tafsiri Zake. Unaweza kukipata kwa soft copy ama kwa hard copy kwa shilingi 10,000 peke yake. Ndani ya kitabu hichi nimeelezea maana zaidi ya 70 za ndoto na namna gani ya kuweza kuziombea. Kama unahitaji kitabu hichi, utachukua namba zetu za simu na utanifuata kwa WhatsApp, utaniambia ninahitaji kitabu. Na kama unataka kusapoti huduma hii, uweze kusapoti injili hii iweze kufikia wengi, basi unaweza kusapoti kupitia sadaka yako. Namba zetu za simu ambazo zinaonekana hapo chini kwenye screen yako. Utakapofanya hivyo, Mungu akubariki sana na akuzidishie kwa kuwa umehubiri injili hii pamoja nasi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Na muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya kwa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale.
Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.